Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo imesema sekta ya kilimo imechangia 24.3% ya pato la taifa kwa mwaka 2024, hali inayoonyesha kuimarika kwa sekta hiyo nchini. Hayo yameelezwa na waziri wa wizara hiyo Mheshimiwa Suleiman Masudi Makame katika mwendelezo wa mikutano na waandishi wa habari juu ya kuelezea mafanikio ya wizara hiyo katika siku 100 za uongozi wa Dr. Mwinyi huko idara ya habari Maelezo Rahaleo, wilaya mjini Unguja. Amesema kuwa sekta hiyo ni sekta ya pili katika mchango wa pato la taifa ambalo husaidia ukuaji wa uchumi endelevu wa Zanzibar, kama hapa anavyoeleza. Sekta ya kilimo inatoa mchango mkubwa katika kujikimu kimaisha kwa wananchi na kuchochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi, ambapo kwa sasa takriban 35% ya wananchi wa Zanzibar wamejiajiri kupitia sekta ya kilimo, huku zaidi ya 70% ya wananchi wakitegemea sekta hii kwa namna moja au nyingine katika maisha yao ya kila siku. Ndugu waandishi wa habari, sekta hii ni sekta ya pili katika mchango wa pato la taifa hapa Zanzibar, ambapo kwa mwaka 2024 ilichangia 24.3% ya pato la taifa ikilinganishwa na 24.9% katika mwaka 2023. Kuna upungufu kidogo. Hali hii inaonyesha kuimarika kwa sekta nyingine zinazohusiana na kilimo na ni ishara chanya kwa ukuaji wa uchumi endelevu Zanzibar. Kwa kusimamia hayo, wizara inaendelea kutekeleza mambo yafuatayo. Inatekeleza dira ya maendeleo ya Zanzibar 2050, inatekeleza ilani ya uchaguzi ya CCM 2025-2030, inatekeleza mpango wa maendeleo ya Zanzibar ZADE 2021-2026, lakini pia mpango wa mageuzi ya sekta ya kilimo 2025-2035, pamoja na mipango mbalimbali ya kimkakati na kisekta. Aidha, Mheshimiwa Suleiman amesema kuwa wizara imefanikiwa kukamilisha mfumo wa usajili wa wakulima kidigitali ambao utasaidia kukusanya taarifa sahihi za wakulima. Wizara imekamilisha uundaji wa mfumo wa kusimamia taarifa za ufuatiliaji na tathmini kwa shughuli za kilimo ambao kwa sasa upo katika hatua za majaribio. Aidha, matayarisho ya dirisha la shughuli za mifugo katika mfumo huu yanaendelea vizuri, ambapo mshauri elekezi alishapokea kazi hiyo na anaendelea kutayarisha. Dirisha la shughuli za maliasili imewekwa wazi katika mfumo huu ili kujumuisha shughuli hizo hapo baadaye. Mfumo huu utaimarisha ukusanyaji, uchambuzi na matumizi ya takwimu katika kufanya maamuzi sahihi ya kisera na kiutendaji. Mtazamaji, hii ni Zantime, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.